Hii ni ilani ya 7 ya uchaguzi mkuu tangu nchi yetu iliporejea katika mfumo wa vyama vingi vya siasa na kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Katika ilani zote hizi sisi imeongozwa na dira ya kuiona Tanzania yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalotegemea na kuheshimika kimataifa. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, kama ilivyo kwa vyama vingine vya siasa nchini, CCM ilishiriki na kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo basi ilani hii ni nyenzo ya CCM ya kuanza kutekeleza dira hiyo. Ndugu mwenyekiti, kabla sijawasilisha maudhui ya msingi ya ilani, naomba nieleze kidogo kuhusu mchakato wa kuandaa ilani hii. Sehemu kubwa ya ilani, maudhui ya ilani hii yametokana na maoni ya wanachama wa CCM, wananchi na wadau mbalimbali. Kwa mfano, vijana wetu wa UVCCM waliandaa makongamano mbalimbali kutoka pande zote za Tanzania na kutoa maoni yao. Msisitizo wa vijana mkubwa ulikuwa katika kupata suluhu ya kudumu ya ajira kwa vijana. Tulikutana na mabaraza ya wazee, wanawake na makundi mbalimbali maalum. Kwa muhimu wa kipekee nitambue mchango uliotolewa na asasi za kiraia, yani Azaki. Tumekutana nao mara 3, tukawasikiliza kwa umakini mkubwa, tukahojiana nao na walitupatia nakala ya ilani yao. Tumepata maoni kutoka BASATA, baraza la wafugaji, wasanii, wakulima kupatia vyama vya washirika na makundi mbalimbali. Ndugu mwenyekiti, mbali na kukutana na makundi mbalimbali katika kupata maoni, maudhui ya ilani hii ni matokeo ya utafiti. Kabla ya kuanza zoezi la kuandika ilani, utafiti mpana ulifanyika uliolenga kukusanya maoni ya wananchi kisayansi kuhusu masuala na maeneo ambayo wangetaka yazingatiwe katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka huu. Kwa kifupi niseme, ndugu mwenyekiti, pamoja na kwamba imeandaliwa na CCM, ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Ni ilani ya Watanzania. Ndugu mwenyekiti, mwisho kabisa kuhusu mchakato. Kama unavyofahamu, mara zote tuliwasiliana na viongozi wa chama pamoja na nyinyi wagombea wetu. Tunawashukuru sana kwa miongozo na maelekezo katika kipindi chote cha mchakato huu. Kwa kipekee kabisa tunamshukuru sana Katibu Mkuu ndugu yetu Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuwa karibu na timu na kutupa mwongozo kila tulipohitaji katika kipindi chote cha kuandika ilani hii. Ndugu mwenyekiti, ieleweke pia kuwa maudhui ya ilani hii yamezingatia kikamilifu mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi hicho ni kujenga uchumi wa kitaifa ambao ni fungamanishi, jumuishi, wenye kuleta mapinduzi katika viwanda na huduma.